بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان شهر العبادة، شهر الصيام، شهر التراويح، شهر القرآن. والصلاة والسلام على خير البرية الذي قال إني بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Ikhwani, ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sambamba na kumtakia rehema za dhati mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tunaendelea na mfululizo wa darasa zetu ambazo zimeandaliwa kwa mapenzi makubwa ya uongozi, kuonelea kuweza kupata faida sisi tulioko na hao walioko huko nje waweze kupata faida zaidi katika darasa tunazoendelea nazo, darasa za fiqh, darasa za uchimbuzi katika masala ya dini. Tuliishia kwenye darasa ya masala ya udhu jinsi ulivyozungumzwa ndivyo jinsi ambavyo kwamba ilivyopita kwa uchache wake. Tukiendelea kuzama zaidi tutapata faida zilizokuwa kubwa zaidi, na utaona ile nuru ya udhu wako unaotia Mwenyezi Mungu anautia kwenye japa lako la uso, unakuta unakuwa na mng'ao wa tofauti na ambao kwamba hachukuagi udhu, kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-udhu nuru wal Qur'anu nuru was salatu nuru. Hizi nuru zikikutana hizi, kuna jambo linalotengenezeka katika umbile la mwanadamu. Lakini katika hadithi nyingine anasema al-udhu silahu al-mu'min, Muislamu akiwa na udhu ni silaha tosha alionayo. Zidi ya nani? Zidi ya sheitani. Sisi adui yetu mkubwa ni sheitani. Ama sisi kwa sisi tunafanyiana vitimbi tu, sio kwamba labda eti ni uadui kweli kweli. Ama binadamu adui yake aliyoko mkubwa ni sheitani. Sheitani anatakiwa hakikishe binadamu anaingia pamoja naye kwenye moto. Hiyo ndo azma yake na ndo ahadi yake aliyoichukua kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo mimi na wewe kujikinga, kujilinda na sheitani kwa kila namna aliyoelekeza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la budda, hapana jinsi ya budi, kwa maana inakuwa ni wajibu kwetu sisi. Sasa leo tuingie katika nia ya udhu. Maniyatul udhu'i, nia ya udhu ni ipi? Hiya, naye nia ya udhu ni mtu kusema nawaitu rafa al-hadath al-asghar, nawaitu rafa al-hadath al-asghar. Nia hii anapoisema ni ameyashika maji yake kwenye kiganja. Baada ya kuwa ameyashika kwenye kiganja, yanapotua kwenye japa lake la uso, ndo nia hii anapoitamka. Kwa sababu ukitamkia kwenye kiganja huku, inakuwa nia umeitamkia sehemu nyingine, kitendo umeenda kukifanya sehemu nyingine. Kwa hiyo nia yako ikutane na kitendo, kwa maana haya maji yanapotua kwenye japa lako la uso, halafu na ile nia ndo inapita kwa kusema nawaitu rafa al-hadath al-asghar, na nuia mimi kuondosha hadathi ndogo. Kukaulizwa mala hadath al-asghar, hadathi ndogo kwani ni ipi? Huwa kullu ma yubtilu al-udhu'a, hadathi ndogo ni kila chochote chenye kusababisha ule udhu ambao kwamba ulitawadha awali halafu ukabatulika. Sasa kile chenye kubatilisha ndio kinaitwa hadathi ndogo. Kwa ni maladhi yubtilul udhu'a, kwa ni mambo gani yenye kuvunja udhu wa mtu ambao kwamba alotawadha? Alladhi yubtilul udhu'a khamsatun, mambo yenye kuharibu udhu wa mtu ambao kwamba aliotawadha ni mambo matano. Kwenye sehemu hii ya darasa hii tunaisoma mambo hayo ni matano. Kienda sehemu nyingine vitabu vya mbele huko utakuta mambo manne wa ahlu majarra, lakini ndani ya msingi wa madhehebu yetu tunayosoma udhu wa mtu ambaye kwamba aliotawadha utavunjika kwa mambo matano. Jambo la kwanza litakalo uharibu udhu wako uliotawadha vizuri kabisa kwa kanuni tulizoelezwa huko nyuma, jambo la kwanza khuruju shay'in min ahadi sabilain, kutokwa na kitu katika moja ya njia mbili. Akikusudia njia ya tupu ya mbele na njia ya tupu ya nyuma, kitakachotoka kwenye tupu ya mbele tayari kinavunja ule udhu, kinaharibu udhu ambao kwamba uliotawadha wewe. Kitakachotoka kwenye tupu ya nyuma kinakuwa ni chenye kuvunja udhu uliotawadha. Wenyewe wanasema hata upepo pia ukiwa umetoka upepo,
ni sababu ya udhu wako kuharibika. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili lenye kuvunja udhu wako ulo tawadha, zawalul aqili, ni mtu kutokwa na akili. Kutokwa na akili, mtu kuwa majununi, mtu kujikuta kama vile mwenda kifafa ametokwa na akili. Mtu akianguka kifafa ni sawa na ametokwa na akili. Akija kujirudi tayari kama alikuwa na udhu wake pia umebatulika. Na jambo la tatu, annaumu, ni mtu kulala. Mtu akilala udhu wake unabatulika. Tena wenyewe wanasema, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, mtu akilala kwa kunyooka, udhu wake unaharibika. Kwa nini udhu unaharibika kwenye kulala? Ni sawa na unatokwa na akili. Kwa nini unatokwa na akili? Kitendo cha kutokujua mambo gani yanapita. Kama mlikuwa mnazungumza, kama ulikuwa na watu, baadaye ukajikuta umebaki peke yako, kitendo cha kutokujua hata wenzako wameondoka muda gani, umeacha mwenyewe, hilo ni tatizo. Kwa hiyo hicho ni sababu pia ya kukufanya udhu wako uweze kuharibika, kwa kutokuyajua mambo yenye kuendelea baada ya kuwa umelala. Kwa hiyo hayo ni mambo yenye kubatilisha udhu. Na jambo la 4 lenye kuharibu udhu, lamsul mar'ati al-ajnabiyati, ni mtu kumgusa mwanamke wa kando. Mwanamke wa kando ni nani? Wanasema kazaujo, kama mke wako ni mwanamke wa kando. Mke wako sio dada yako, sio mama yako, sio shangazi yako. Hao tunayataja dada yako, shangazi yako, mama yako, mama mkwe wako, hawa ukiwagusa udhu wao haubatuliki, kwa sababu hawa ni ndugu zako. Mke wako sio ndugu yako, mke wako ni mke wako. Kwa ukimgusa udhu wako unabatulika, au akikugusa wewe bila haili, pasina kizuizi chochote kwenye viganja vyake, basi tayari akikugusa kwenye ugozi wako, au wewe ukimgusa kwenye ugozi wake, udhu wako unakuwa ni wenye kutenguka au wenye kuharibika, kwa maana ya kubatulika. Tofauti na madhehebu zingine, baadhi ya madhehebu zinasema udhu huo unakuwepo, unakuwa ni sawa tu na umemshika. Ukimshika kwa matamanio ndo unabatilisha, lakini ukimshika bila ya matamanio udhu upo. Sisi hatuna kushika kwa matamanio wala umemshika eti kwa matamanio. Vyote viwili sisi tunasema udhu unabatulika, madhhabu ya Imam Shafi'i al-Sunna wal Jamaa. Al-khamis, jambo la 5 lenye kuharibu udhu, lamsul qubuli au ad-duburi, ni mtu kugusa tupu ya mbele ama tupu yake ya nyuma, ya kwake mwenyewe au ya mtu mwingine, isipokuwa ya wanyama haibatilishi udhu. Lakini ya kwako mwenyewe ama ya mtu mwingine ukigusa, kama ni mtoto ulikuwa unamtawadhisha ukagusa tupu yake, udhu unakuwa umebatulika. Bibatunil kafi, kwa matumbo ya viganja, udhu wako unabatulika. Haya ni mambo yenye kuharibu udhu wa mtu ambaye kwamba alotawadha. Utaona ni kama ni mambo madogo tu, lakini watu wengi hapa tunaswali bila udhu. Unaweza kukuta asilimia ya watu wengi hawajui vitu hivi. Akitawadha mara moja anasema mimi bwana nilitawadha, lakini hajui ule udhu wake ulisha expire, ulishaharibika. Wewe unatakiwa urudie tena kwenda kunawa ule udhu. Na kikubwa wengine wanachokereka kwenye Uislamu, hata wengine hawataki kuingia Uislamu, eti kila wakati kushikashika maji. So kila wakati unashikashika maji. Wewe kama kila wakati utakuwa unatokwa na upepo visivyokuwa na kuelewa, utaacha kushikashika maji? Ukijitunza na udhu wako, lazima utaweza kuishi nao. Unaweza kutawadha udhu mara 2 tu kwa siku. Ukatawadha alfajiri na ukija ukitawadha adhuhuri, ikawa ni sababu ya kuswali na ule udhu mpaka isha, basi imeshaisha. Lakini sasa wewe kama hivyo. Kwa hiyo haya ni masala. Kwa hiyo hata kushika tupu ya mbele na tupu ya nyuma, baadhi ya madhehebu pia zinasema udhu wako batuliki. Kwa sababu gani? Ni kama umeshika baadhi ya sehemu nyingine tu ya mwili. Ukishika sikio lako na ukishika tupu yako ya mbele au ukishika tupu ya nyuma, sio sawa. Lazima kuna kitu kina sense kwenye mwili wako. Hicho kitendo cha mwili wako kusense jambo, basi tayari ndo sababu ya pia kukupelekea udhu wako unaharibika. Lakini haina kuchimba sana, ndo sheria ilivyohukumu. Sheria ndo imehukumu hivyo. Kwa sababu kama ni hiyo, tumeenda kujua nia ya udhu, tumeweza kujua mambo yenye kuharibu udhu, tumetajiwa mambo takriban mambo 5. Tumombe Mwenyezi Mungu aendelee kutujuza zaidi.
na iwe ni sababu ya haya tukietekeleza, iwe ni sababu kuziswali swala zetu kiukamilifu insha Allah. Kama ni hivyo, kunakuwa na desturi yetu sisi kuweza kuulizana maswali katika vichwa vyetu, kuonelea kama tunachangamsha bongo zetu ili kwenda sambamba na darasa husika zinazokwenda, itakuwa ni bora zaidi. Karibuni tuweze kuulizana maswali kwa yale tutakayofikia na Mwenyezi Mungu, tuweze kuyajibu pale Mwenyezi Mungu anapotuafikisha. Fala tafadhali, karibuni. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunashukuru ustazi kwa darasa yako. Mimi nauliza swali langu, nimechukua udhu nikafunga swala nikatoka na damu. Swala yangu nitakuwa nayo ama la? Una shida ya kutoka na damu au kutoka na damu kivipi? Kwenye pua. Kwenye pua. Naam. Naam, swali zuri. Swali zuri. Anauliza nikiwa kwenye swala, nimeshatawadha uzuri, nimeenda kuswali. Baada ya kuwa nimefunga swala nikatokewa na ruafi, inaitwa ruafi, kutoka na damu puani. Je, swala yangu itakuwa imebatulika? Swala inakuwa imebatulika, nitakiwa tawadhe au kaioshe ile damu mpaka ikatike. Lakini kama ni tatizo lako la kudumu, mfano kama vile wa pistula, wale watu wenye shida kutoka na damu, kuna utaratibu wao Mwenyezi Mungu ambao kwamba ameuweka na Mtume Muhammad amewawekea waweze kuswali vipi. Kuna mtu anaitwa salisul baul, salisul rihi, salisul ghait, salisul dam. Hawa wote ina utaratibu wao upo. Wewe tu ukitoka na damu puani, kama ni umegusa pua vibaya hivyo au umejisikia vibaya, itabidi utoke ili uende ukaioshe ile damu, ikikatika njoo urudi uswali. Wallahu a'lam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Swali langu mimi ni katika udhu hapo. Tumeambiwa pindi mtu atakapotaka kuingia katika ibada lazima awe na udhu. Je, mimi nikawa nimeingia moja kwa moja kwenye ibada ile hali nimesahau kama mimi sina udhu, kwa swali zangu nikamaliza swali. Baada ya kumaliza tu nikakumbuka kwa mimi nilibatulika na udhu. Je, swali langu hapo nitaamka nikaende kutawadha nje rudia swala ama la? Swali zuri. Tena huwa linatokea watu wengi sana. Swali zuri. Anauliza, mimi nimedumu na udhu kuanzia labda udhu wa dhuhuri nimeswali nao, la asiri nimeswali nao, magharibi kumbe nilishabatulikwa na udhu. Naingia kuswali, nimemaliza kuswali, nakumbuka mimi udhu nilibatulika, ima nilitokwa na upepo ama nilimgusa mtu kama tulivyosema, au nilijigusa mimi mwenyewe. Je, nirudie udhu wangu, nirudie swala yangu ama vipi? Jibu ni ndio. Swala yako natakiwa urudie swala, ni hakuna kitu. Swala haina kiwango hiyo, kiwango chake ni 0.0. Natakiwa uirudie. Watu wengine wanajawizisha tu, wanasema mimi nitaswali bana swala nyingine, lakini hii imeshapita, ndio imeshapita. Haina kupita, utaenda kudaiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe hujaswali. Wallahu a'lam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Mimi swali langu ni kama nimetia udhu, nikafika katikati ya udhu sijamaliza, nikatoa upepo. Je, namalizia udhu wangu au naanza upya? Swali zuri. Wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bibi ameuliza swali zuri sana. Anasema natawadha, nimefika katikati ya udhu, hatimaye katikati ya udhu ima nimefika napakaza maji kichwani, alafu nikatokwa na upepo. Je, nianze upya udhu wangu au niendelee na udhu? Udhu wangu utakuwa umebatulika ama hujabatulika? Udhu tafsiri yake umebatulika. Udhu wako umebatulika, yani kile ulichokitengeza kimeshabatulika, kwa maana kile ulichokianza mpaka kufikia pale ulipofikia, udhu wako unakuwa umebatulika. Mwingine akitoka na upepo anaendelea tu na upepo. Kwa hiyo ile sehemu ya chini ulioendelea ndio inakuwa imeswihi, sehemu ya juu itakuwa haijaswihi, ilibatulika tayari. Ule upepo ulikata mawasiliano, yale ya juu yanakuwa hayapo. Kwa hiyo
tafsiri yake unatakiwa uanze na upya. Wallahu a'lam. Basi inshallah, maswali mazuri, tuendelee kuifuatilia channel yetu na Mwenyezi Mungu aendelee kutufungulia zaidi inshallah. Bana anfa'na bima lam tana rabbi alimna alladhi yanfa'una rabbi faqina faqiha lana wa karabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudr dhakar rabbi wafiqna faqhum lima tartadi qawla wa fi'lan karama warzuqni likulla halalan daima wa akhirati qiyama ulama nadha bil khair wa nuqul shar ربنا وصل لنا كل شؤون واقر برضا منك العيون وقضانا ربنا كل ديون قبل أن تأتينا رسول المنون وغفر السر أنت أكرم من صدر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دانا والوفاء في كتاب في للناس شفاء وعلى آل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصحب الغرات وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.